mmoja ambayo inawaongoza, na pia wanaoongozwa wanahitaji kujitiisha katika ile sauti moja ambayo Mungu ameweka juu yao, ambayo ni uongozi, ili kuwe na kutembea katika ile nia moja. Sababu kuna hiyo sauti moja ambayo inatuongoza. Inatuongoza. So inakuwa yule ambaye anaongoza, ama ule uongozi ambao Mungu ameweka juu yetu, na kwa hiyo ndiyo sauti ya Mungu juu yetu. Hiyo ndio sauti ya Mungu juu yetu. Na tumeona kuna umuhimu wa kujitiisha katika ule uongozi, ama ile sauti ya Mungu juu ya maisha yetu. Kunakuwa na umuhimu sana. Kumbuka tulisema kwamba kule kuwa na nia moja, ama kule kufuata sauti moja, inasaidia kuwa na maendeleo katika kanisa la mahali, na pia ukuaji wa mtu binafsi. Ukuaji wa mtu binafsi. So unaweza ukaona kwamba pale ambapo natembea au tembei kwenye nia moja, unakuwa unazuia maendeleo kwenye kanisa la mahali, na unazuia pia ukuaji wako binafsi. Pale ambapo utembei kwenye nia moja, unakuwa unazuia maendeleo katika kanisa la mahali, na pia ukuaji wako binafsi. Nasema kwamba kutembea kwenye nia moja inazuia maendeleo katika kanisa la mahali, na ukuaji wa mtu binafsi. Ukuaji wako binafsi. Ukuaji wako binafsi. So inakuwa umeblock pande zote. Umezuia lengo la Mungu kutumia kwenye maisha yako, na lengo la Mungu pia kutumia kwenye kanisa la mahali. So ni muhimu na ni jambo la kuzingatia, ni jambo ambalo ni endelevu. Ni jambo ambalo ni endelevu, ya kwamba kila wakati tunapokutanika ama kuwa kwenye makusanyiko kama haya, kuzingatia sana kuwepo kwenye nia moja. Ama katika familia kama hii,
katika kanisa la mahali kuzingatia kuwepo kwenye nia moja. Manake ikiwa uongozi umeamrisha kwamba tunaelekea kwenye hii direction, ina maana sisi wote tunafuata, tunaelekea kwenye ile direction moja. Hiyo inaleta urahisi na wepesi wa kufikia na kutimiza lengo la Mungu, lengo la Mungu kwenye maisha yetu na kwenye huduma pia. Haleluya. So inakuwa ni muhimu sana, inakuwa ni ya muhimu kabisa, kwa sababu tumeona madhara yake ya kutembea kama ndio maana anaambiwa kwamba ni hatari sana pale ambapo uko kwenye kanisa la mahali alafu imefikia mahali mpaka umeachiliwa utembee uonavyo. Inakuwa ni hatari sana. Unahitaji kutubu na kugeuka haraka mbio mara moja. Inakuwa ni hatari sana pale ambapo umefikia mahali umeachiliwa. Umeachiliwa utembee uonavyo, ufanye uonavyo. Unakuwa hauko kwenye totally, hauko kwenye mapenzi ya Mungu. Yaani unakuwa kwenye hatari sana. So iwe ni hata kwenye makundi pia, kwenye vikundi pia. Yaani ukiwa nimefikia mahali ambapo kumekuwa mpaka sasa kuna kuachiliwa utembee unavyotaka, unavyopenda. Inakuwa ni hatari sana. Sio vizuri, inakuwa sio mapenzi ya Mungu kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So na mimi tumebarikiwa na tunafikia hapo kwa leo. Kristo ametubariki sana na Mungu anazidi kutunemesha na tusaidia na kutukuza katika neema yake. Haleluya. Haleluya. Haya, tusimame kwa miguu yetu.